Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Watanzania sasa hivi hawaamini kile ambacho kimetangazwa rasmi kuhusu waliohusika kwa mauaji nchini Tanzania wakati na baada ya uchaguzi uliokamilika 29 Oktoba mwaka jana. Sasa kuna habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari. Inatueleza wazi kuhusu wale ambao ni wauaji waliowaua Watanzania wameweza kuanikwa ghafla. Ni akina nani ambao waliweza kuhusika kwa mauaji, na je, utakubaliana na habari hizi? Hizo ndio naenda kuchanganua haswa kwa kanda hii. Vile unavyotazama hewani, ni wazi kwamba kuna habari ambayo tumeipokea katika meza yetu ya habari ambayo inasema hivi. Naomba tukaweze kuipitia moja kwa moja ili tujue ni akina nani waliweza kuhusika katika mauaji. Wananchi wenye silaha waliua wenzao tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Kabla nizame nikaweze kueleza huyu ni nani anazungumza hivyo katika serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, naomba kushukuru wote ambao mnazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe na usambaze link ya kanda hii kwa grupu moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi haswa mambo haya ambayo yametufikia katika meza yetu ya habari. Naomba tukaweze kuendelea kusoma chapisho hili kwa sababu linaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo naenda kuzungumza kwa kanda hii. Walioua watu tarehe 29 Oktoba ni wananchi waliovamia vituo vya polisi na kuchukua silaha zilizopaki ili wakashambulie watu. Ndiyo maana imeundwa tume ya uchunguzi kujua hasa chanzo ni nini mpaka raia waue raia wenzao. Maneno ya mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Daktari Abdullah Makame alipokuwa akihojiwa na Chief Odemba. Kulingana na mbunge huyu wa bunge la Afrika Mashariki Daktari Abdullah, yeye anasema ya kwamba maafa yaliyoshuhudiwa Tanzania yalisababishwa na wananchi wenyewe ambao walienda wakashambulia vituo vya polisi wakachukua silaha. Sasa huu ni udanganyifu wa hali ya juu. Kwa nini nasema ni udanganyifu? Ona sasa ni kuonyeshe. 1. Rais Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe wakati alikuwa anazungumzia wazee wa Dar es Salaam aliweza kukiri yeye mwenyewe kwamba serikali yake ilitumia nguvu zaidi ya kiwango kile ambacho kinastahili kulingana na kiwango cha maandamano yaliyokuwa yanashuhudiwa nchini Tanzania. Serikali haingekaa kuwaona wale ambao ni waandamanaji wakiendelea na uhalifu. Yeye mwenyewe aliweza kukiri hayo, akayatoa kwa kinywa chake, thibitisho kwamba jeshi la polisi ndio waliweza kuhusika katika mauaji, kwa sababu Samia alisema serikali haingetulia kushuhudia uhalifu, ila tu walitumia nguvu zaidi vyombo vya dola kulingana na kiwango cha maandamano na uhalifu uliokuwa unashuhudiwa katika taifa la Tanzania. Kwa hivyo daktari huyu ambaye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Abdullah anadanganya. Namba 2, wakati anasema ya kwamba wananchi walishambulia ama walivamia vituo vya polisi wakachukua silaha. Hapa ni udanganyifu, kwa sababu ikiwa tupo na vituo vya polisi, tuko na jeshi la polisi, idadi inajulikana. Kama ni bunduki, kila mmoja ana miliki yake.
Kama ni risasi, kila mmoja anapewa asubuhi, anatembea nazo, zingine anaweka kwa bunduki. Kama wanaenda kwa shughuli nyingine, wanaziweka kwa bag. Sasa kumaanisha kila mmoja bunduki yake imeandikishwa. Hatujaona mahali popote pale serikali ikisema bunduki ziliweza kupotea. Kama zilipotea, ni za akina nani? Hao maafisa wa polisi walikuwa wapi wakati bunduki zao zilienda? Kwa hivyo huu ni udanganyifu wa mchana peupe, wakati anasema ya kwamba waliohusika kwa mauaji ni wananchi wenyewe. Hii ni kuleta picha kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan haikuhusika katika mauaji. Ni njia moja ya kumkinga Samia Suluhu Hassan na kuikinga serikali yake kwamba haikuhusika katika mauaji, kwa sababu tume ya uchunguzi imeweza kupokezwa taarifa kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania kwamba wenzao waliweza kuaga dunia, wenzao hawajulikani waliko hadi kufikia sasa. Je, ikiwa ni wananchi waliweza kuhusika kuwaua wananchi wenzao, walipeleka miili wapi? Kwa sababu wananchi hawana fursa, hawana uwezo wa kuficha miili ya wale ambao waliweza kuangamia. Kuna jambo ambalo linaendelea ambalo liko kuagiza, lakini ukweli lazima utajulikana, kwa sababu bunge la Ulaya liliweza kuomba uchunguzi kuanzishwa katika taifa la Tanzania kuhusiana na mauaji. Marekani kupitia bunge la Seneti, kuna kamati ile ambayo inahusika katika masuala ya nchi za kigeni, iliweza kutangaza kwamba imefika wakati tume huru inastahili kuundwa ili kuchunguza maafa yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania, ili wahusika waweze kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Ndio maana tunashuhudia sasa bunge huyu wa bunge la Afrika Mashariki, Daktari Abdullah Makame anazungumza kwa kusema ya kwamba ni wananchi waliua wananchi wenzao. Kivipi sasa? Kama njia moja sasa ya kukinga serikali ambayo ipo mamlakani sasa hivi kuhusishwa katika mauaji. Ni jambo ambalo liko kuagiza, lakini CNN kuna wakati iliweza kuangazia maafa nchini Tanzania na ikasema watu wengi waliweza kuangamia, watu wengi waliweza kuzikwa katika kaburi la pamoja, jambo ambalo liweza kuunda picha katika mataifa mbalimbali na kusababisha mataifa mengine kuondoa msaada kuelekea taifa la Tanzania. Uswidi ikajitoa, ama ukipenda Sweden ikajitoa kutoa misaada kuelekea Tanzania. Canada ikajitoa kutuma misaada kuelekea Tanzania. Marekani, misaada ya afya na mingine iliweza kusitishwa ghafla kwa sababu ya mauaji na ukiukaji wa haki za binadamu ambao uliweza kushuhudiwa Tanzania. Bunge la Ulaya ikaweza kupitisha kwamba mfereji wa kutuma misaada nchini Tanzania lazima ukatishwe ghafla. What do you think? Je, unakubaliana na mbunge huyu wa Afrika Mashariki Daktari Abdullah kwamba wananchi waliweza kuwaua wananchi wenzao? Tutaendelea katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button at this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that we have uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content also on WhatsApp and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Mkenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye for now, ladies and gentlemen.